imethibitishwa na TFF kukosekana kwa Faisal Salum katika na Mudathir Yahya basi katika mchezo ambao Gamond anakwenda kukisoma na kukistadi kikosi cha Taifa Stars kufanya maandalizi ya AFCON 2025, inaweza ikaleta athari gani kwa wakosa nyota hawa ambao wamekuwa ni viungo bora sana katika taifa la Tanzania? Kwanza kwa Nado kutokuitwa kwangu mimi ilikuwa ni pigo sana. Ilikuwa ni story kubwa. Nimeshtuka kwa nini wadau walikuwa wamekaa kimya, watetezi. Okay. Kwa sababu kuna watu wasipoitwa hapo huwa zinapigwa kelele sana, ambao tuna muda mrefu tujaona mchango wao kwenye timu ya taifa. Lakini kuna Eddie Suleiman Nado kwenye CHAN, top performer wa Stars, na safa shambuliaji. Kwa Nado na Clement Mzize, yani hao kwenye kila mechi ambayo Stars alishinda walikuwa wana mchango wa moja kwa moja mkubwa mno. Kwa hiyo nilikuwa nategemea huyu mtu asipoitwa wa Tanzania wote basi wapige kile kama ambavyo wanapigia kile watu wengine. Lakini nashangaa kulikuwa kumepoa. Inawezekana haikuwa biashara yao kama ambavyo wengine biashara zao. Okay, kwani watu wakizungumza wachezaji kukosekana na kwa biashara? Wapo wanaotetea biashara zao. Wachezaji wao ndio maana wanapiga kelele, tunajua wapo. Hata kama mchezaji ni wa kawaida tu wapo wanaotetea kwa sababu ni biashara zao. Lakini wachache ambao wanatetea kwa maslahi mapana ya manufaa ya timu ya taifa ni wachache sana, ila wengi na kuga ni maslahi yao binafsi. Sasa sikutaka, yani mimi sikutamani kwamba Nado ajumuishe kwa sababu mchezaji fulani hayupo. Wakati mimi najua ni mchezaji tegemeo kwenye timu ya taifa. Yani huo nafasi ya kuanza moja kwa moja kwenye kosi ya timu ya taifa ya Tanzania, Eddie Suleiman Nado ipo. Yani in case Msuva sasa si hayupo, ndio si Kibu hayupo, hakuna namna ambavyo Nado anaweza kaa bench. Hata Kibu akiwepo hivi sasa kwenye kosi ya timu ya taifa, sioni namna ambayo Eddie Suleiman Nado anaweza kaa bench. Sasa mchezaji ambaye ana matio ya kuwa kikosi cha kwanza anakosekana, kwa mimi ilikuwa kidogo ni kitu cha kushangaa. Lakini kuongezewa Kevin Nation pia ni ongezo zuri, lakini sioni kama ni eneo ambalo mtu aliyetoka na aliingia na kama vile ni watu wawili tofauti, kwa sababu kimwangalia Kevin Nation ni mkabaji zaidi na Mudathir Yahya mara kadhaa amekuwa akitumika kama central midfielder. Kwa hiyo nategemea sio mwalimu ameona nini, kama ni kweli yeye amehusika kwenye hicho kitu, kwa sababu yeye ndio mwisho wa siku ndio kaa kambi na hiyo timu. Labda kuna kitu kingine ambacho amekiona kwa Kevin Nation, labda ameona ana uwezo kucheza kama kiungo katikati, ukiacha kuona sifa za kuwa kiungo mkabaji, maybe inawezekana. Inaathiri kitu gani? Hao Muda pamoja na Faisal na yenyewe pia ni chaguo la kwanza kwenye kocha timu ya taifa. Iwe CHAN, iwe hii timu ya taifa ambayo inashiriki michuano mingine, hawa ni chaguo la kwanza. Kwa kiasi kubwa kumiss program ya almost wiki moja na mechi ya kirafiki kuelekea ikiwa ni sema maandalizi ya AFCON, lazima iwepo, maana yake watu watamiss sessions hapa katikati ambazo ni miongoni mwa mpango mkakati wa kuiandaa timu kuelekea. Kwa kutakuwa na athari kiasi, japokuwa naamini wakikaa sawa kuelekea ile kambi ya mwisho sasa kwenda AFCON, hiyo kwangu mimi ndo naitazama sana, kwa sababu baada ya pale hakutakuwa tena na mapumziko mengine. Baada hapo timu itakwenda moja kwa moja kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo kambi ya mwisho ndo kwangu mimi natamani hata kwenye collab pia watu kidogo wawe smart. Najua uwezo kuwaridhisha wote, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao tunajua hawa ni tegemeo. Yani kama sasa hivi tunavyozungumza, kwa upande wako pengine kuna wachezaji ambao wako nje kikosi ambao unaona walistahili kuwa katika kikosi na wanaweza wakaibeba bendera ya Tanzania na kuipeperusha vyema? Wapo. Mmoja hapo ndo huyo alipokuwa shajumuisha na amejumuisha kwa sababu mwingine hayupo. Haitakiwi kuwa hivi. Yani huu ni mchezaji chaguo la kwanza kwenye timu ya taifa. Okay. Lakini mtu kama Simon Msuva, Mbwana Samata, watu wanastahili kuwepo kwenye kikosi cha timu ya taifa. Lakini pia sijamwona Lusajo Mwikenda. Mtanikumbusha kama nyinyi mmemwona. Lusajo Mwikenda anastahili kuwepo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Najua ameita Shomari Kapombe na Haji Mnoga, lakini wote ni mashahidi. Kipindi ambacho Kapombe acheze hata AFCON iliyopita, ambaye alikuwa anacheza nafasi alikuwa ni Lusajo Mwikenda na alikuwa anaperform vizuri. Naweza kaibuka hoja labda maybe hizi Lusajo acheze vizuri, lakini Lusajo yupo kwenye kiwango kizuri tu na anacheza vizuri tu. Kwa hiyo nilikuwa na tamani huyu mtu pia inakuaje kwa maana unazungumzia Shomari Kapombe, ulizungumza kuhusiana na performance ambayo amefanya Clement sambamba na Eddie Suleiman Nado katika kikosi cha Taifa Stars. Kadhalika kwa Kapombe nali alichangia mchango mkubwa katika kikosi cha CHAN mpaka tunafika kwenye hatua ya robo finali.
unataka kuzungumza kwa maana mchezaji kama huyo aachwe alafu mwingine achukuliwe, ama kuna mmoja kati ya kile kikosi ambacho kimeitwa hivi sasa ndio apumzishwe ili Mwekenda na Kapombe wakae? Sio Kapombe aache. Kapombe yupo ndo chaguo la kwanza. Baada ya Kapombe ndo Lusajo Mwekenda. Huyo mwingine aliyeitwa simemtaja hapa Haji Mnoga. Nimesema ni mtu anaweza kaniambia labda beki wameitwa wawili, Haji Mnoga pamoja na Shomari Kapombe pande wa kulia. Ile mtu anaweza kaibua hiyo hoja. Kwa nini labda Lusajo aite? Mimi nimemwona Haji Mnoga akicheza, wote tumemwona tangia kwa Adel Amroch paka kwa Hemedi Morocco. Hajawahi kuwa mchezaji tegemeo kwenye timu ya taifa, hata kipindi ambapo Shomari haiti kama vilivyo kwa Lusajo Mwekenda. Kwangu mimi naamini hivyo. Kwa hiyo kwangu natamani hiyo call up ya mwisho sasa ambayo ndio itakuwa kambi ya mwisho ya michuano. Mimi binafsi huna imani na Haji Mnoga? Ni Shomari Kapombe na Lusajo Mwekenda. Hawa kwangu naamini wapo tayari kwa ajili ya kupambana. Lakini Haji Mnoga mara zote ambazo ameitwa mimi sijaona kama amekuwa ni mchezaji ambaye anatosha kabisa kuivaa jezi ya timu ya taifa. Labda wote wasiwepo au mmoja kati yao awe na maana. Hata kama hawa wote hawapo, yani kitokea labda Shomari hayupo au Lusajo hayupo, bado pia kuna hizo Patrick Mwenda ambaye pia mimi naamini anaweza kaongezeka pale kucheza nafasi. Na uzuri wa Isra sio tu beki wa kulia, hata upande wa kushoto pia anacheza tena kwa kiwango kile vizuri. Kwa bado nafasi ya Haji Mnoga kwangu mimi sioni kwenye timu ya taifa, lakini mimi sio mwalimu. Kwangu mimi mmoja nimekiona. Naamini baada ya hii kambi ambacho atakiona Miguel Gamon, kwa sababu sio mgeni na wachezaji wa Tanzania, sio mgeni kwa Isra, sio mgeni kwa Lusajo. Haji Mnoga kwa mara kwanza anaenda kufanya naye kazi kwenye timu ya taifa. Baada ya hapa naamini call up inayokuja kutakuwa na mabadiliko kutokana na ambavyo yeye anahitaji timu yake icheze. Lakini ile ya mwisho baadhi ya wachezaji hawataki kuacha kabisa. Narudia tena, uwezo kufurahisha watu wote, lakini kuna baadhi ya wachezaji ni muhimu, kila mtu anajua kwenye timu ya taifa, kila mtu anajua umuhimu hao au hatakiwi kuacha. Sawa. Na Wakanda amezungumza hapo Nsajigwa Senior kuhusiana na kile ambacho yeye anakiamini katika kikosi cha Taifa Stars, lakini pia tukamsikia hapa kwa ufupi kaimu kocha mkuu wa kikosi cha Taifa Stars kwa maana ya Miguel Gamond. Yeye kwa upande wake ameweza kuzungumzia kwanza fahari ya kuwa chief coach wa Taifa Stars, lakini pia hayo maingizo ya wachezaji wawili kwa maana Idi Suleiman Nado sambamba na Kelvin Nation. Kwa upande wake nini anakiona kuelekea mechi dhidi ya Kuwait, hapa akiweza kuzungumza kocha Miguel Gamond. For living for everybody, but we find a very good reception from the players. We are very happy, and me in particular, I'm very proud to be with this opportunity to be the national team head coach. And you know, my feeling from Tanzania is very strong, and I'm more than happy. And for sure we will try to do our best to represent very well the country, and I try to pass this message to the player as well. You know, Faisal is injury. Even Noga called me today. He picked up an injury as well. There are some problems with this logical. Sometimes arrive, but the rest is okay. It's okay. But yesterday and today we bring some sparring, some youth player from JKT, from Simba, even to try to get some experience for the youth. The idea is, of course, now this camp and this friendly game is for to get knowledge between the player, myself, the federation. It's like a good experience, and for me to evaluate some players. And after when we come back in December, we'll make a big call-up for player to continue to see some player and put the final list for African Cup of Nations. Sawa, huyo ni Miguel Angel Gamond, kaimu kocha mkuu wa kikosi cha Tanzania Taifa Stars, ambaye atasafiri na kikosi hiko kuelekea Misri katika mechi ya kirafiki dhidi ya Kuwait, lakini pia ataenda pale nchini Morocco kwa ajili ya michuano ya mataifa huru ya Afrika. Amezungumzia kwanza furaha yake